Mbinguni tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya wakati huu. Tuna shauku kubwa moja tu Bwana, kulijua neno lako na kuwezeshwa na Roho wako kutembea katika kanuni za neno lako zitakazobadilisha maisha yetu na kutufanya kuishi maisha ya haki na utakatifu, lakini zaidi sana kufanikiwa kwenye dunia hii, na mwisho tuweze kumaliza safari salama na kuingia mbinguni. Nijalie mtumishi wako neema. Sina neno litoshalo kusema ili kubadilisha maisha ya watu. Mimi mwenyewe nina shauku kubwa ya kukusikia tena wakati huu Bwana. Asante kwa ajili ya wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio. Asante kwa ajili ya wale wanaotufuatilia kwenye kipindi cha TV. Asante kwa wote wanaotufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Asante kwa ajili ya wote waliopo ibadani wakati huu. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, kila mmoja katika sehemu yake na nafasi yake, Bwana ukatuhudumie, ukatujenge na kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza, ikiwa ni sehemu ya 5 katika mfululizo wa somo letu linaloitwa Mkristo na maisha ya kila siku, na tupo kwenye sehemu ya 5 ya kipengele ambacho kinaitwa nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya kila siku. Nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya kila siku. Ni wiki ya 5 sasa tukiendelea na mfululizo wa masomo yetu hayo, na ninamwamini Mungu ya kwamba unaendelea kujengwa na kuimarishwa, na hata katika siku ya leo tena kuna namna Roho Mtakatifu atayahudumia maisha yetu. Amina. Amina, kanisa la Bwana. Kwa hiyo tulikuwa tumeanza kujifunza kwa habari ya nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya kila siku. Tulipokuwa tulianza kuangalia mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu neno la Mungu. Mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu neno la Mungu. Tukaona jambo la kwanza ya kwamba neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanatakiwa kujengwa juu yake. Neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanatakiwa kujengwa juu yake. Na tulipokuwa tumeanza katika session iliyopita, tuligundua mambo kadhaa. Tukagundua ya kwamba aina ya msingi aliyojenga mtu maisha juu yake utaamua aina ya maisha atakayokuwa nayo. Aina ya msingi ambao mtu amejenga maisha juu yake ndio utakaoamua aina ya maisha atakayokuwa nayo. Na tukaenda mbali zaidi, tukagundua maisha ya kila mmoja yamejengwa juu ya aina fulani ya msingi, na Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba maisha yanaweza kujengwa katika aina 2 tu za msingi. Msingi wa kwanza ni mtu aliyejenga juu ya mwamba, na aina ya pili ya msingi ni msingi uliojengwa juu ya mchanga. Na Yesu alionyesha ukweli katika jambo hilo, akituonyesha ya kwamba mtu anapaswa kujenga maisha yake juu ya mwamba na sio juu ya mchanga. Naomba tuangalie hapa kwa haraka kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 7 mstari ule wa 24 mpaka mstari ule wa 27. Mathayo sura ile ya 7 mstari ule wa 24 mpaka mstari ule wa 27. Biblia inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye maneno yangu na asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Yesu anaeleza na anaonesha hapo ya kwamba mpumbavu na mwenye hekima wote walijenga. Biblia inasema kila mmoja alipomaliza alijiona ya kwamba amekamilisha, lakini maisha yalichora utofauti.
wakati ambapo dhoruba za maisha zilipoanza kuvuma. Nilieleza nikasema, mtu anayejenga juu ya mchanga anaweza akaonekana ni kama anaenda kwa kasi na kwa haraka sana, kwa sababu kujenga juu ya mwamba kunahitaji gharama. Na niko hapa kuambia watu wa Mungu, chochote unachotaka kidumu kwenye maisha yako, ni lazima uwe tayari kulipa gharama itakayokifanya kisimame na kuonekana. Chochote unachotaka kidumu kwenye maisha yako, kikupe matokeo yatakayokupa furaha kwa muda mrefu, hakikisha unakuwa tayari kulipa gharama. Mafanikio ni jumla ya gharama aliyokubali mtu kuilipa kwenye maisha yake ili kuwa na matokeo tunayomuona nayo kwenye leo yake. Mafanikio ni jumla ya gharama aliyokubali kuilipa mtu kwenye maisha yake ili kuwa na matokeo unayomuona nayo. Kila mtu unayemtazama kwa shauku na kutamani kuwa kama yeye kwenye jambo fulani, kuna gharama aliyokubali kuilipa nyuma yake ambayo ilimsogeza na kumleta ambapo watu wanamuona leo. Yesu ndipo anaendelea, anaeleza, anasema, mtu anayetaka kuyajenga maisha yake ili yawe imara, Mkristo anayetaka kuishi maisha yenye maana, ni lazima achague kujenga juu ya mwamba. Na anasema huo mwamba ni neno la Mungu, na huo mwamba ni Kristo mwenyewe. Kujenga juu ya mchanga ni kujenga juu ya vitu nje ya kanuni za neno la Mungu. Narudia tena, kujenga kwenye mchanga ni kuyajenga maisha yako nje ya kanuni za neno la Mungu. Wakristo wengi wamekubali kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, lakini hawayajengi maisha yao juu ya kanuni na maelekezo ya neno la Mungu. Na hapo ndipo ambapo wengi mnakwama. Watu wapo kwenye maisha ya ndoa, lakini ndoa zao zinatawaliwa na kuongozwa na kanuni za ulimwengu kuliko kile ambacho neno la Mungu linasema kwa habari ya ndoa na familia. Watu hawalei watoto katika misingi ya neno, wanawalea watoto katika kanuni na mitazamo ya parenting ya ulimwengu. Inaweza kuonekana kuwa ni mizuri, inaweza kuonekana kuwa na maana, lakini Biblia inasema muda utaonyesha utofauti kati ya mtu aliyejenga maisha juu ya neno na aliyejenga maisha nje ya kanuni za neno. Mwambie mwenzako, ni swala la muda tu. Na iko hivi, nikupe angalizo. Kila wakati unapochagua kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa neno la Mungu, lazima uwe tayari kuwapoteza baadhi ya watu kwenye maisha yako. Unapoamua kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa neno la Mungu, ni lazima moyo wako uwe tayari kupoteza baadhi ya watu kwenye maisha yako. Watu hawapendi kulipa gharama. Watu hawapendi kulipa gharama. Unapoamua kuwa serious na Mungu katika kanuni za neno, lazima uwe tayari kuwapoteza baadhi ya watu kwenye maisha. Lazima uwe tayari kupoteza baadhi ya fursa ambazo ulimwengu unaziona kuwa zina maana. Haujafika hapo, utajenga juu ya mchanga. Yesu anaonesha na kuweka wazi ya kwamba neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu yake. Na naomba nikuongezee jambo jingine ambalo niligusia, naomba tena niligusie leo kwa faida ya wale ambao hamkuwepo. Iko namna hii: chochote kilichojengwa nje ya msingi wa neno la Mungu hakiwezi kudumu na hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Chochote kilichojengwa nje ya msingi wa neno la Mungu hakiwezi kudumu na hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Ni vizuri kurejea tena kwenye kila eneo la maisha yako, utazame na kuangalia
umeyajenga maisha yako kwenye hilo eneo juu ya msingi wa neno ama juu ya mchanga. Unaweza kuonekana ni kama unaenda na unasogea, lakini uwe na uhakika mwisho wako hautakuwa mzuri. Na niligundua kitu kingine wakati nikiwa nasoma kwa habari ya Suleiman, mtu ambaye alifanikiwa sana kwenye maisha haya, mtu ambaye alikuwa na kila kilichoonekana kuwa chema. Suleimani baada ya kujaribu mambo yote, nilipenda sana kwenye kitabu cha Mhubiri 12 na mstari wa 13, alipokuwa anaweka hitimisho baada ya kujaribu mambo mengi kwenye maisha yake, akasema hivi. Mhubiri 12:13 anasema, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Alikuwa na wanawake buku, alikuwa na mali, akatumia kila ambacho watu wanatamani kuwa nacho. Biblia inasema mwisho wa siku akajifanyia tathmini, akasema, nimegundua mambo yote ni ubatili. Maisha yana maana endapo mtu atafanya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kuwa mtu wa maisha ya ibada, na jambo la pili, kuishi sawasawa na kile ambacho Mungu amesema. Maisha ya mtu yanapaswa kujengwa juu ya msingi wa neno la Mungu. Nikaenda kugundua jambo jingine, ya kwamba kadiri tunavyopuuza kuishi katika viwango vya neno la Mungu, ndivyo tunavyojiondoa kwenye mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu na vizazi vyetu. Andika jambo hilo na ukumbuke, kadiri tunavyopuuza kuishi katika viwango vya neno la Mungu, ndivyo tunavyojiondoa sisi na vizazi vyetu kwenye mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Kadiri tunavyopuuza kuishi katika kanuni za neno la Mungu, ndivyo tunavyojiondoa sisi na vizazi vyetu kwenye mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Angalia kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 28 mstari wa 6 mpaka wa 9. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 28 mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Biblia inasema, akaniambia Suleiman, mwanao ndiye atakayejenga nyumba yangu na nyua zangu, kwa kuwa nimemchagua awe mwanangu, nami nitakuwa babaye. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 28:6 na 9. Mstari wa 7, na ufalme wake nitauweka imara milele, akijitia kwa bidii kuzitenda amri zangu na hukumu zangu kama hivi leo. Tutulie kabla tujaendelea. Iko hivi, Mungu anamwambia Daudi ya kwamba baada yako nimempa nafasi kijana wako Suleiman ili akae kwenye nafasi ya ufalme. Anasema mtoto wako atadumu kwenye hicho kiti na hiyo nafasi, yeye na vizazi vyake, kwa sharti moja tu, endapo atakuwa na bidii ya kuendelea kuishi katika kanuni za neno langu. Na Yesu kule anakuja kufundisha ya kwamba yeyote anayeonekana anafanikiwa lakini amejenga nje ya msingi wa neno, ni swala la muda tu, kile alichokifanya kitageuka kuwa hasara, maana hakina msingi imara na hakitadumu. Ndoa isipojengwa juu ya msingi wa neno ni swala la muda tu. Mafanikio ya biashara na kazi zako zisipojengwa juu ya msingi wa neno, anguko lako ni swala la muda tu, kila mmoja ataliona. Anamwambia ikiwa unataka adumu kwenye hiyo nafasi, sharti ni moja, moyo wake uchague na udhamirie kuliishi neno. Mwambie mwenzako, kwenye Agano la Kale na kwenye Agano Jipya kanuni ni ile ile, kutembea kwenye neno la Mungu.
Anaweka wazi, anamwambia ikiwa unataka adumu basi awe na bidii. Anaendelea anasema, akijitia kwa bidii kuzitenda amri zangu na hukumu zangu kama hivi leo. Sio kuzishika kwa kujifunza, anasema akitia bidii kuziishi. Ufahamu ulio nao kuhusu neno la Mungu hauna faida kwenye maisha yako kama haujaugeuza kuwa maisha yako. Wingi wa ufahamu wa neno hauna maana kwenye maisha ya mtu kama hajafika kwenye kiwango cha kuishi kama neno linavyoelekeza. Anamwambia akitia bidii katika kuzitenda zile amri. Okay, mstari wa 8 anasema amri zangu na hukumu zangu kama hivi leo. Mstari wa 8, basi sasa machoni pa Israeli wote hilo kusanyiko la Bwana na masikioni pa Mungu wetu, angalieni na kuzitafuta amri zote za Bwana Mungu wenu, ili mpate kumiliki nchi hii njema na kuwarithisha wana wenu baada yenu hata milele. Anasema baraka hii ambayo Mungu amewapa, mkitaka iwe yenu na iendelee kwa vizazi vyenu, chagueni kuishi kama neno la Mungu linavyoelekeza. Maana yake utii wetu kwa neno la Mungu ni daraja lenye kuzitoa baraka kwetu na kuzihamisha kwa vizazi vyetu. Anawaeleza Mungu ana nia njema, Mungu anayo mengi kwenye hazina yake kwa ajili yenu na vizazi vyenu, ila hakikisheni mnatembea kwenye zile kanuni. Nawaambiaga watu, kila wakati unapoyatazama maisha yako, usijitazame kibinafsi, angalia mambo ya msingi kuzingatia ili vizazi vyako vije kunufaika kutokana na uwepo wako juu ya uso wa nchi. Mwambie jirani yako, usiishi kiasara, usiwe mbinafsi. Anaweka wazi hapo, anamwambia mstari wa 9 anasema, nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu, kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana tafuta mioyo ya wote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Tumesema kadiri tunavyopuuza kanuni za neno kwenye maisha yetu, ndipo tunavyojinyima mema sisi na vizazi vyetu ambao Mungu amekusudia tutembee kwenye baraka zake katika maisha yetu. Neno ndio msingi ambao Mungu amekusudia maisha ya kila Mkristo yajengwe juu yake. Ikiwa unasema umeokoka na kumwamini Yesu, na sio mtu wa kupenda kujifunza neno, na sio mtu wa kupenda kuishi kama neno linavyoelekeza, wewe ni mpagani tu. Wewe ni mpagani tu. Sifa mojawapo ya wana wa ufalme na watu waliookoka ni kukaa katika neno. Yesu alisema, enendeni mkahubiri injili duniani kote, na nini anasema? Mkiwafundisha kuyashika yote. Mkristo ili awe Mkristo wa kweli, baada ya kumwamini Yesu, ni lazima ajikite kwenye kujifunza neno na kuliishi kwenye maisha yake. Haujafika hapo, wewe ni mpagani tu kabisa. Alafu niwaambie kitu watu wa Mungu. Moja ya kitu ambacho huwa hakichoshi kujifunza ni neno la Mungu. Vitabu vingine vyote ukisoma kuna wakati vinakuboa, ila neno la Mungu, mimi nimepata experience kwenye hilo eneo. Kadiri ninapolisoma neno la Mungu kila siku, ndivyo ninapopata shauku ya kumjua Mungu zaidi na kulitenda hilo neno kwenye maisha yangu. Mama yenu anajua ananitaga nani? Amesema Mama Biblia. Yaani kuna wakati nikikaa hivi, yaani ngoja nikwambie, kadiri unavyojifunza neno lako, ndivyo neno la Mungu ndivyo linavyobadilisha ufahamu wako, namna yako ya kuona, unavyoyatazama mambo, namna yako ya kuitikia vitu kwenye maisha. Linafika wakati linageuka kuwa usikiri na usemi wako. Mimi nikikaa na mtu ndani ya dakika 15 na nisione akiflow neno
kwenye kinywa chake, hawezi kuwa rafiki yangu, atabaki kuwa mtu tunayefahamiana. Na ndio maana kama umechunguza vizuri, angalia marafiki zangu wengi wachungaji hata nawaleta hapa ni watu wa neno, wameshiba. Wengine tutabaki kuwa watu tunaofahamiana, ila kumfanya mtu awe karibu ni lazima nione ya kwamba analijua neno na amechagua kulitenda, sio kujua tu, kwenye maisha yake. Usichague rafiki ambaye ni mwepesi, hana msingi katika neno. Wengine wabaki kwenye watu tunaofahamiana, watu wa karibu. Sifa moja wapo unapochagua rafiki, awe mtu anayelijua neno na analiishi kwenye maisha yake. Mwambie jirani yako ni hivyo. Nimekuongezea leo kodi nyingine ya kwenda kujifanyia tathmini kwenye eneo la marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa nayo hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwenye maisha tunakuwa kwa kadiri ya aina ya watu tuliochagua kuwaleta karibu kwenye maisha yetu kabisa. Kwa hiyo tumesema kadiri tunavyopuuza kanuni za neno la Mungu, ndivyo tunavyojiondoa sisi na vizazi vyetu kwenye baraka ambazo Mungu amekusudia kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, Mungu amekusudia wazazi kujenga msingi wa neno kwenye maisha ya watoto kwa kiwango ambacho Mungu wako atakuwa Mungu wao kwenye maisha yao. Naomba nizungumze na wazazi mlioko hapa. Iko hivi, mambo mengine yote unayoweza kuwafanyia watoto wako yanaweza kuwa mazuri na yakaonekana kuwa yenye maana, lakini usipoyajenga maisha yao juu ya msingi wa neno, umetengeneza uharibifu utakao kutoa machozi kwenye kesho yako kabisa kabisa. Msingi wa neno unamsaidia mtoto kujitambua, unamsaidia mtoto kuwa na msimamo juu ya nini Mungu anasema kwa habari ya maisha yake. Inakuza uwezo wa kujisimamia na kusema hapana kwa vitu ambavyo viko kinyume na Mungu, hata wakati ambapo atakuwa mbali na wazazi. Ni jambo la msingi sana. Ni jambo zuri kulipa shule nzuri akasoma, hata wakwangu wanasoma. Ni jambo zuri kumpeleka shule wanazopanda mabasi ya njano. Ni jambo zuri kabisa akajua Kiingereza akaongeza Kichina na Kispanyola. Lakini hakikisha moja ya kitu muhimu ndani yake, unajenga msingi wa neno la Mungu. Na niwaambie kitu watu wa Mungu, mtoto anapokuwa katika malezi yako, ndiyo nafasi ya kumuingiza Mungu ndani ya moyo wake kabla hajaondoka na kuwa mbali nawe, ambapo atasikia sauti nyingi zitakazomchanganya na kutokujua ipi ni sawa na ipi sio sawa. Nisikilize ambao ni wazazi na wale ambao Mungu atawasaidia kuja kuwa na watoto. Ni jambo la msingi sana. Na wajibu wa kwanza wa mtoto kufundishwa neno la Mungu haupaswi kubebwa na mtu mwingine yoyote isipokuwa wazazi wake kwanza. Nisikia Wazazi wengi mnataka watu makanisani na mitandao ya kijamii ndio iwe walimu wa kwanza wa neno. Mtu wa kwanza Biblia inasema anayepaswa kuanza kumfundisha neno mtoto ni mzazi. Moja ya kazi ya mzazi ni kuitambulisha dunia yake kwenye moyo wa mtoto wake kwa kumtambulisha Mungu wake kabisa. Hata msiposema amen zikiwa chache, najua inaingia, ila ndo unapona. Waendelea kuchekeshwa tu na kufurahishwa na matokeo mazuri yanaweza kuletea zile AA ziko pale. Okay. Ili kuonesha maandiko ili uweze kunielewa. Timotheo wa pili 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Timotheo wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 5. Timotheo wa pili 1:4 mpaka 5. Biblia inasema, nami natamani sana kukuona nikiyakumbuka machozi yako, ili nijae furaha nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois
na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Timotheo wa pili 1 mstari wa 4 na 5. Mtume Paulo anaongea na kijana wake Timotheo, anamwambia imani ulio nayo ni matokeo ya bibi alipomfundisha mtoto wake ambaye ni nani? Ni mama yako. Na mama yako haikuishia kwake, akakufundisha na wewe. Kwa hiyo ninaamini namna ninavyokuona Timotheo unaenda, maana yake ni uwekezaji ambao bibi aliufanya kwa binti yake, binti akaufanya kwa mtoto wake. Nilipofanya maamuzi ya kutaka kuoa, moja ya kitu nilikiangalia, nilikuwa ninaangalia mke ambaye atakuwa faida kwa watoto wangu. Yaani mtu ambaye watoto wangu watakuja kunipongeza na kusema hakika baba ulikuwa na akili njema wakati unachagua mke. Kabisa. Nilisema mtu ambaye anampenda Mungu, ambaye anamtafuta Mungu, ambaye tukikaa kwenye neno tunaweza tukaongea lugha moja, na mtu ambaye najua kabisa kuna vitu ataingiza kwa watoto. Timotheo ni matokeo ya elimu ya Mungu na ufahamu aliokuwa nao bibi, akaja nao mama, akaja nao kwa Timotheo. Na niwaambie kitu wa mama, Mungu anapowapa nafasi ya kuwalea watoto, mtoto katika mikono ya wazazi wake ni kama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Narudia tena, mtoto katika malezi ya wazazi wake ni kama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Unayo nafasi wini ya kumtengeneza yule kijana ili awe aina ya mtu atakayekuwa. Ngoja niwaambie, tunapolea watoto wetu, tunalea tukiwa na mtazamo huu. Tunalea moja, watu ambao Mungu anapaswa kuwatumia kwenye kizazi chao kufanya mambo makubwa. Jambo la pili, tunalea mtu ambaye kama ni yule binti, tunamtazama ya kwamba tunalea mume wa mtu ambaye atakuja kutunza familia baadaye. Tunapolea Derek, tunalea mume wa mtu ambaye atakuja kuwa na familia. Aina ya mtoto unavyomlea itaamua na itaonyesha wewe ni mtu wa namna gani kwenye kesho yake. Kabisa. Mungu amekusudia tuliishi neno, tuwafundishe watoto wetu, nao wakawafundishe vizazi vyao. Kinachofanya wengi hamwajibiki kwenye kuwafundisha watoto neno kama msingi imara utakaojenga maisha yao juu yake, ni kwa sababu mna ufahamu mdogo na hamna shauku ya kumjua Mungu. Hauwezi ukawafundisha watu kile usichokijua. Ni ngumu sana. Na ngoja niwaambie wanangu, watoto wanajifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Huwezi kuwafundisha watoto kuomba ikiwa hawakuoni ukiomba. Huwezi kuwafundisha kupenda ibada ikiwa hawakuoni ukiwa ni mtu unayependa maisha ya ibada. Kwa hiyo moja ya kitu kinachochochea watoto wengi hata waamini kuharibikiwa ni wazazi kushindwa kuwa mfano ambao watoto wanapowatazama wana kitu cha kujifunza kwa habari ya Mungu wao. Huwezi kuwa mwepesi kwenye mambo ya Mungu alafu ukategemea watoto wako watakuwa serious na mambo ya Mungu. Haiwezekani. Hamnaga hiyo kitu, haipo. Alafu baadaye unakuja kujilaumu, watoto wameharibikiwa, mbona Bwana ameniacha? Ulitekeleza wajibu wako? Ulikuwa serious kiwango gani? Wewe ndio unao wajibu wa kuliingiza neno kama msingi ambao maisha ya watoto wako yatajengwa juu yao. Unajua ni mama yako ndiye aliyekutambulisha kwamba yule ni baba yako, na mpaka leo unaamini kwamba ni baba yako, ila ukweli anaujua mama yako. Ila si umeamini kabisa na unajua kwamba yule mzee ni baba yako. Chochote ambacho mama anakiingiza ndani ya moyo wa mtoto anapokuwa tangu akiwa mdogo, watoto huwa wanakipokea na kukikubali na kuamini kwamba huu ndio ukweli. Nawaomba sana wazazi, duniani kule kuna sauti nyingi sana nje. Kabla bado hawajaanza kuzisikia na kuanza kushawishi maamuzi yao, hakikisha sauti ya neno inakuwa sauti yenye nguvu ndani yao.
kabisa. Hauwezi kujua isiyo sahihi mpaka umejua iliyo sahihi. Nje hapo ni ngumu sana. Ngumu sana. Neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu yake. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 9 anasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Wazazi wanaelezwa ya kwamba jengeni maisha ya watu wa nyumbani mwenu juu ya msingi wa neno. Mungu alikuwa anataka baraka zake kwenye maisha yetu zitoke kwetu ziende kwa vizazi vyetu. Ni huzuni Mungu kutembea na wewe kwenye maisha yako na akafanya makubwa kwako, lakini watoto wako wasizione baraka zake. Na ndio maana alikuwa ni Gideoni, alikuwa na huzuni na uchungu moyoni. Mungu alipomtokea anamuita shujaa, anamwambia, yako wapi matendo makuu ambayo baba zetu walitueleza? Walituambia Mungu alifanya makubwa, lakini mbona hatumuoni kwenye maisha yetu? Mbona hatuoni yale ambayo mlisema Mungu anafanya? Kwa nini? Walizaliwa kwenye nyakati ambazo wazazi wao walikuwa wameliacha neno. Kwa hiyo adui amekuwa na nguvu kwenye maisha, wanawafanya watoto wanashindwa kumwamini Mungu kwa sababu wanachokisikia sio wanachokiona kwenye maisha. Aina ya maisha unayoishi yataamua kwa kiwango gani uzao wako utampenda Mungu au utamchukia Mungu. Itaamua. Inua mikono yako na ukiri maneno haya. Roho wa Bwana, nisaidie kulijua neno na kuliishi kwa kiwango ambacho uzao wangu utakuona kwenye maisha yangu. Nijalie neema ya kujenga msingi mzuri ambao utawasaidia watoto wangu katika neno lako. Jambo la msingi sana, ni jambo la muhimu sana. Wafundishe mpende Mungu kwa kiwango ambacho utaingiza Mungu ndani ya mioyo yao. Dunia ina mafundisho mengi potofu watu wa Mungu. Katika dunia ambayo mitandao ya kijamii inawaaminisha mabinti ya kwamba ili uonekane kuwa ni wa maana ni lazima uvae nguo za ovyo, wekeza kwenye uzuri na muonekano. Ingiza mapema ndani ya moyo wa mwanao ya kwamba mwanamke wa kweli ni yule anayemjua Mungu, ni yule anayetembea kwenye kanuni za Mungu, ni yule anayetunza maisha yake na kuvaa nguo za heshima katikati ya watu. Ingiza hiyo ndani yake, aelewe. Katika dunia ambayo mitandao inawaaminisha vijana wa kiume ya kwamba mwanaume wa kweli ni yule ambaye anazini na kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, ingiza ndani yake, aelewe ya kwamba mwanaume wa kweli ni kama Yusufu, anampenda Mungu hadharani na silini, ashushe viwango ili kuonekana mwanaume, atatembea kwenye kanuni za neno na kuyatunza maisha yake. Tufike hapo. Usipoingiza hayo ndani ya mioyo yao, utajenga msingi mbaya ambao adui atapita nao. Neno ni msingi ambao maisha ya kila muamini yanapaswa kujengwa juu yake. Tunaelewana kanisa la Mungu? Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Naomba tuendelee mbele kidogo. Tukaangalie mambo kadhaa hapa kabla tujaenda kwenye kweli nyingine yatakayotusaidia. Tumeona neno ni msingi ambao maisha ya kila muamini yanapaswa kujengwa juu yake. Tukaangalie sasa namna ya kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno la Mungu. Namna ama hatua za kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno la Mungu. Namna au hatua za kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno la Mungu. Tumegundua kila
kitu kwenye maisha lazima kijengwe juu ya msingi wa neno. Ndoa yako na mahusiano yako hakikisha yanajengwa juu ya msingi wa neno. Kazi zako, biashara zako hakikisha zinajengwa juu ya msingi wa neno. Mimi nilimpenda sana Danieli. Danieli alikuwa anajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa ibada. Kwa hiyo hata wakati alipokuwa na majukumu mengi ya shughuli za kikazi, bado alihakikisha na kusema kwamba sitakosa muda na Mungu wangu sirini. Maana yake taaluma yake na kazi zake zilijengwa juu ya msingi wa neno. Ninyi watu, tufike wakati tuwe serious kwa kiwango ambacho hakuna wingi wa majukumu utakao tufanya kukosa nafasi ya kupatikana mbele za Mungu kwenye siku yetu. Kabisa, tufike hapo. Yesu anatoa mfano ya watu waliojenga juu ya mwamba na waliojenga juu ya mchanga. Namna ya kwanza, hakikisha unatafuta kufahamu ambacho Mungu amesema kuhusu unachotaka kujenga kwenye maisha yake. Hakikisha unatafuta kusikia na kufahamu ambacho Mungu amesema kuhusu unachotaka kujenga kwenye maisha yako. Ikiwa umeamua kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa neno, ikiwa unaanza na eneo la maisha yako ya ibada, tafuta kwenye neno la Mungu kujua Mungu ana matarajio gani, Mungu ana viwango gani kwa habari ya mtu wa maisha ya ibada. Ikiwa unataka kujenga eneo lako la ndoa na familia juu ya msingi wa neno la Mungu, tafuta katika neno kujua matarajio ya Mungu na standardi za Mungu kwa habari ya ndoa na familia ni nini. Tafuta kusikia na kujua kutokea kwenye neno Mungu anasema nini kwa habari ya mtu anayetaka kujenga juu ya hicho unachokijenga. Nakumbuka nilipokuwa nataka kuoa, nililazimika kutafuta kusoma sana neno la Mungu na vitabu vingi vya watumishi wa Mungu sahihi vyenye kunisaidia kuwa na ufahamu wa kutosha kwa habari ya kanuni za neno la Mungu kuhusu eneo la ndoa na familia. Kwa hiyo vile mnavyotuona leo na kutufurahia na mama yenu, sio matokeo tu ya kitu ambacho kimetokea. Tumeamua kwenye maisha yetu na tunaendelea, tunajifunza mambo yanayohusu ndoa na familia, tukianza kujirekebisha na kutengeneza na kuboresha kila eneo ambalo tunaona hatujafika pale Mungu anataka tufike. Lazima utafute kujua kwa kina Mungu anasema nini kwa habari ya hilo jambo. Yule pale si anajua, sisi tunafanya hivyo. Ndio, tunaendelea kila siku tunatafuta kujua kwenye hili eneo Mungu anasema nini, tunatakiwa tuweje, na kwenye maeneo mengine yote ya maisha. Sasa wewe endelea kujidanganya kama unavyosemaga, naomba Mungu anipe mume mzuri kama mchungaji wetu, naomba Mungu anisaidie nije kuwa mke mzuri kama mama. We, haitokeagi tu. Lazima uwe tayari kujifunza na kufahamu ya kwamba neno la Mungu linasema nini. Unataka kujenga biashara yako na uchumi wako kwenye msingi wa neno, tafuta kujua kanuni za neno la Mungu zinasema nini kwa habari ya fedha. Okay, naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Mungu unena na wale wanaotafuta na kutaka kusikia. Mungu huwa anasema na wale wanaotafuta au wanaotaka kusikia. Mungu unena na kuzungumza na wale wanaotafuta na kutaka kusikia. Jambo la msingi sana. Lakini naomba nikuongezee jambo jingine. Neno la Mungu linajitosheleza kuyasaidia maisha yetu kwenye kila eneo. Chochote ambacho tunataka kujenga kwenye maisha yetu, neno la Mungu lina maelekezo na mifano ya kutusaidia. Neno la Mungu linajitosheleza na lina maelekezo kwenye kila tunachotaka kukifanya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo lazima utafute kujua neno linasema nini.
Utaona kwenye Danieli sura ile ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 3. Danieli sura ile ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 3. Biblia inasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu. Mwambie jirani yako, kwa kuvisoma vitabu. Anasema, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamuelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Danieli kabla hajaanza kutaka uhuru wao, kuondoka kwenye nchi ya utumwa wao, kilichomsaidia anasema alivisoma vitabu. Alisoma unabii uliotolewa na Yeremia ya kwamba watakaa utumwani muda wa miaka 70. Katika ufahamu ule ndipo anasema, nikaenda mbele za Mungu ili kutaka Bwana atimize aliyoahidi. Chochote tunachotaka kujenga kwenye maisha yetu, ni lazima tujue neno la Mungu limeahidi nini na linasema nini kwa habari ya hilo eneo. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Muombaji mwenye bidii ya kuomba akiwa na ufahamu mdogo wa neno la Mungu hana tofauti na mtu anayepiga kelele. Nimekuwa nawaambia hili na naomba nirudie tena kwa ujasiri. Mkristo mwenye bidii ya kuomba sana na huku ana ufahamu mdogo wa neno la Mungu hana tofauti na mtu anayepiga kelele. Bidii yetu ya kuomba ni jambo zuri, lakini lazima iongozwe na neno la Mungu. Tutakapoendelea nitawaonesha neno ndio lugha ya ufalme, na yeyote asiyeizungumza hiyo lugha anapokwenda mbele za Mungu, Mungu ni kama huwa haelewi anasema nini. Tutakuja kuona. Anasema alipojifunza na akajua zilizo haki yao na muda ambao Mungu alisema kupitia Yeremia, ndipo ambapo akaenda mbele za Mungu kuanza kuomba. Naomba niwaambie kitu watu wa Mungu. Kadiri unapojifunza neno la Mungu na kulielewa, ndivyo unavyoyaona maisha na ahadi nyingi ambazo Mungu ameahidi kwa ajili yako, na kupata vitu vingi ambavyo unaweza kuzungumza na Mungu unapokuwa mbele yake. Na ndiyo maana kama umekuwepo hapa kwa muda, wengine mliingia hapa kanisani mkiwa hamwezi kuomba, na mlikuwa hamuelewaji watu wakiombaga muda mrefu inawezekanaje. Lakini kwa sababu tumejikita kwenye eneo la neno, inafika wakati unaona muda wa kuomba ni mdogo na ni kama vile wametukatisha. Uongo kweli? Neno linaachilia nuru kwa kiwango ambacho unaona nina vitu vingi vya kukaa mbele za Mungu na kuongea naye kabisa. Kinyume na hapo, tutaanza maombi hapa, watu ukiwa unaomba unaona watu wanaambia mwambie Bwana. Bwana asifiwe. Lazima utafute ufahamu wa neno la Mungu kwa kina kuhusu kile unachotaka kujenga juu yake. Jambo la pili, hakikisha unaelewa alichomaanisha Mungu kwenye neno lake. Jambo la pili, hakikisha umeelewa alichomaanisha Mungu kwenye neno lake. Tumesema hatua ya kwanza, hakikisha unajifunza neno la Mungu kwa kina. Na naomba niwaambie kitu wanangu, labda niwape uzoefu wangu. Nilipotaka kumjua Mungu na kumfahamu kwa kina, mimi sikuanza kusoma Biblia tu kama mtu ambaye anasoma. Jambo la kwanza, niliamua kusoma Biblia yote kutokea mwanzo mpaka Ufunuo na kurudia zaidi ya mara moja. Jambo la pili, nikaamua kusoma kimkakati. Labda naamua katika mwaka kwenye miezi 12, miezi 4 ya mwanzo katika eneo langu la kujifunza kibinafsi, miezi hii 4 nitajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu tu. Kwa hiyo nakuta nikawa naamua ni miezi 4 nikienda kanisani wanafundisha vitu vingi, nitajifunza na nini, lakini kwenye ratiba yangu binafsi ya Bible reading nimeamua miezi 4 ya mwanzo nitajifunza, nataka nimuelewe
Roho Mtakatifu na nimuone kwenye maisha yangu. Nikimalizana hapo, nikawa naenda miezi 4 inayofuata, nataka nijifunze kwa habari ya utakatifu na kwa nini Mungu anataka tuishi maisha ya utakatifu. Nabaki hapo miezi 4 mingine, labda namalizia mwaka, nasema sasa nataka nijifunze kwa habari ya utumishi. Nabaki pale. Na ndio maana kama umegundua, mara nyingi ninapokuwa nafundisha, naweza nikafundisha somo moja hata kwa miezi 2 mpaka 3 na hauchoki. Lazima uwe na utaratibu fulani ambao unajichagulia. Endelea kujifunza neno na vitu vingi ni jambo zuri, lakini pia kwenye ratiba yako binafsi amua kujikita kwa kina kwenye maeneo unayotaka kumjua Mungu zaidi. Ukiona hapo unaendelea, unaenda sehemu nyingine. Na Mungu huwa anasema na watu walio tayari kufanya nini? Kusikia. Mungu akiona hiyo shauku ndani yako. Na wakati huo nakwambia, sikuwa najua kama nitakuja kuwa mchungaji, lakini nilikuwa na shauku ya kutaka kumjua Mungu. Tumesema jambo la pili, hakikisha unaelewa alichomaanisha Mungu kwenye neno lake. Sasa naomba nikwambie kitu kitakachokusaidia. Kumbuka Biblia ilipokuwa inaandikwa, mimi na wewe hatukuwepo. Lakini kwa nini Mungu ametupa? Anajua kabisa ya kwamba kanuni zile zilizowasaidia wengine bado zina uwezo wa kuyasaidia maisha yetu. Moja ya kitabu ambacho hakipitwi na wakati katika vizazi vyote ni neno la Mungu. Na bahati nzuri kuhusu neno, vitabu vyote vinafundisha kanuni zinazofanana kwenye namna ile ile. Neno huwa linasema na mtu kulingana na hali yake. Anasema lina ukali kuliko upanga, tena lina uwezo wa kuyatambua mawazo. Na ndiyo sababu tunaweza nikawa nafundisha hapa kanisani somo hili, lakini kila mmoja kuna namna yake Mungu anamhudumia tofauti na mwingine. Neno linamleta Kristo ndani ya moyo wa mtu na kumuonesha katika kumsaidia kwenye kila eneo la maisha yake. Roho wa Mungu, na nikuongezea jambo jingine nimekumbuka. Ikiwa unataka kulisoma neno na kulielewa, ni muhimu kuruhusu Roho wa Mungu kukufundisha. Ikiwa unataka kulisoma neno la Mungu na kulielewa, ruhusu Roho wa Mungu kukufundisha. Yaani bila Roho wa Mungu, Biblia itaonekana kuwa ni maandiko, lakini hayataweza kuwa halisi kwenye maisha yako. Yaani chochote unachosoma, mwambie Roho wa Mungu, ninapokwenda kusoma, ni wakati wako Bwana. Naomba nifundishe, nipe kuelewa ile maana halisi. Ninakataa kila fundisho lisilo sahihi. Naomba niwape angalizo wanangu, naomba niwape angalizo watu wa Mungu. Nimewaona watu marafiki niliowahi kuwa nao, ambao tulikuwa na shauku nao ya kujifunza na kumjua Mungu tulipokuwa kanisani. Lakini adui alipita nao kwa kuingiza sauti nje ya Roho wa Mungu, na mwisho wa siku walidhani na kuamini ya kwamba ni Mungu, na wakaishia kuwa watu wa upotofu. Unanisikia? Shetani anaweza akataka kubadilisha kweli ya neno la Mungu kuwa uongo kwa uthibitisho wa maandiko ili uamini. Kwani si ndicho alichokuwa kukifanya kwa Yesu? Sasa kama shetani alimjaribu neno kwa neno, atashindwa nini kukujaribu wewe kwa neno? Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa makini. Na ndio maana kwenye maisha huwa nawaambia watu, epuka sana mtu ambaye ana ile kwamba kwenye kila jambo anaona Bwana kaniambia, Bwana kanionyesha, Roho wa Mungu asema. Ni kweli amesema, neno la Mungu linasema nini? Chochote ambacho Mungu amesema, ikiwa kinakataana na neno la Mungu, kipite hivi. Roho wa Mungu anasema, Roho wa Mungu bado anasema, anazungumza. Lakini ikiwa kinachosemwa hakipo sawa na neno, hatuwezi kukubaliana nacho. Tunaelewana eh? Yes. Ni jambo la msingi sana. Na kadiri unavyojifunza neno la Mungu katika usahihi wake,
ndivyo inavyokusaidia kuyatambua mafundisho potofu yatakapoanza kusikika kwenye fahamu zako. Huwa napenda sana, baadhi ya wanangu hapa huwa wananiambia kuna kitu mtu anaweza akazungumza na nini, wanakwambia alipokuwa watu wanaongea mimi nikasema hamna, hii baba akubaliana nayo, hajatufundisha hivi. Hamna baba, hii alisema hapana, hii haiko hivi. Naelewa Mkristo anayetaka kutembea kwenye kanuni za neno na kulijua neno la Mungu kwa usahihi, inamsaidia kutokupeperushwa na upepo wa kila namna. Okay. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Mwezeshaji kati ya kusikia neno la Mungu na kulitendea kazi ni ufahamu ambao Roho wa Mungu anauachilia ndani yetu kuhusu neno. Mwezeshaji kati ya kusikia neno la Mungu na kulitendea kazi ni ufahamu ambao Roho wa Mungu anaachilia ndani yetu kuhusu neno. Mwezeshaji kati ya kusikia neno la Mungu na kulitendea kazi ni Roho Mtakatifu ambaye anaachilia ufahamu ndani yetu kuhusu neno. Na kwa nini shetani anazuia? Tumesema jambo la pili, hakikisha unaelewa ulichojifunza. Iko hivi, shetani anaweza asikuzuie kusikia neno, ila atahakikisha anapambana usilielewe neno. Shetani anaweza asizuie wewe kusoma maandiko, anaweza asizuie wewe kuhudhuria ibada, ila atahakikisha kwa namna yeyote anapambana kadiri awezavyo usilielewe neno. Na ndiyo maana mara nyingi wanawaambia rafiki zangu wachungaji, unaweza, haijalishi Mungu amekupa neema kiasi gani katika kufundisha neno, adui anaweza asiwazuie washirika kusikia, ila anawazuia kuelewa, kwa sababu kina cha uelewa ndicho kitakachoamua wepesi wa utendaji kwenye maisha. Kwa hiyo mara nyingi wanawaambia, unapowaombea washirika, omba Mungu awape uelewa, kwa sababu watu wakielewa hawatalazimishwa kufanya vitu kwa ajili ya Mungu. Mioyo yao itakuwa na shauku ya kufanya mambo kwa ajili ya Mungu. Ndiyo maana mara nyingi nikiwa naomba, mnasikia huwa nasema, Bwana ifanye mioyo yetu kuwa udongo mzuri, mahali ambapo mbegu ya neno lako litapandwa na kuleta matokeo. Na nitakuonesha hapa kwa uthibitisho wa maandiko hicho ninachokuambia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposoma Biblia ni vizuri, moja, uruhusu Roho wa Mungu kukufundisha na kukusaidia kuelewa. Na jambo la pili, ni vizuri usome katika muktadha wa lile andiko lilipokuwa limeandikwa, mazingira na Mungu alikuwa amekusudia nini. Okay, nikupe mfano tu mwepesi. Wangapi mmewahi kusoma habari za mtu anaitwa Mariamu Magdalena? Nyosha mkono wako. Mariamu Magdalena, sasa kunyosha mkono. Mariamu Magdalena. Wengi huwa mnafikiri na kudhani Mariamu Magdalena ni jina lake la ukoo. Si ndio? Tukubaliane, si ndio? Si ndio? Tuwe wa kweli wanangu, si ni kweli? Si ndio? Mnaelewa kama Mariamu Magdalena, si ndio? Mnajua labda ni kama vile anaitwa Josefu Pregodi Kitiwi. Si ndio? Lakini ukisoma vizuri katika maana halisi na katika muktadha wakati ule, Magdalena alikuwa jina lake. Magdalena ni jina lililotokana na mji aliyokuwa anatoka Mariamu, unaitwa Magdala. Soma nafuatilia utagundua. Ndio maana Yusufu anaitwa Yusufu wa Arimataya. Magdalena sio jina lake la ukoo. Nataka nikuoneshe kwamba unaposoma Biblia ni vizuri kusoma, uruhusu Roho Mtakatifu akufundishe, lakini pia nenda kafuatilie katika mazingira halisi hili jambo lilikuwa lina maana gani.
Ni kama vile ambavyo niliwahi kuambia hapa, kuna watu mara nyingi mmehubiriwa, watu wakiwa wanahubiri wanawaaminisha ya kwamba Yeriko ulizungukwa mara 7 ukaanguka. Si ni kweli? Na watu wanapiga makofi wanashangilia. Soma maandiko yako vizuri kwenye kitabu kile cha Yoshua. Biblia inasema hivi, Yeriko ulizungukwa mara 13 kwa siku 7. Soma maandiko yako. Lakini mara ngapi unashangaa watu wanaambiwa Yeriko iliyozungukwa siku 7 ikaanguka, kama vile Yeriko ilivyoanguka na za kwako zitaanguka, na watu wanapiga makofi. Soma maandiko pale vizuri wewe. Biblia inasema maelekezo yalikuwa hivi, mtazunguka mji wa Yeriko siku 6, na kila siku mtazunguka mara 1, na siku ya 7 mtaizunguka Yeriko mara 7. 6 jumlisha 7 ni 13. Yeriko ulizungukwa mara 13 kwa siku 7. Inahitaji utulivu ili kuelewa. Kasome kwenye Yoshua nadhani sura ya 6, right? Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Utaangalia hapo kwenye kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 55 mpaka 56, tutasoma hapo. Utaona hapo kwenye hiyo habari ya Mariamu Magdalena ambayo alikuwa kwenye mji wa Magdala ambao ulikuwa ni jimbo katika mji ule wa Galilaya. Utaona kule. Kwa jambo la pili, hakikisha unaelewa, unafahamu. Okay? Angalia Matendo ya Mitume 17 mstari wa 10 mpaka wa 11. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 10 mpaka mstari ule wa 11. Biblia inasema, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya, nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Biblia inasema watu wa Beroya walikuwa ni watu waliopenda neno, watu walioyachunguza maandiko, watu walioyatazama kwa kina ili wapate kuelewa, kwa sababu ni uelewa alionao mtu kwa habari ya neno la Mungu utachochea namna yake ya kulitendea kazi neno ili lilete badiliko kwenye maisha. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja. Utaandika Waefeso 4:11 mpaka 14. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 14 anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Na sehemu nyingine pale anasema kwa habari ya alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, anasema kwa kusudi la kuwajenga kanisa na kuwaimarisha ili tufike kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo na tusiwe tena watoto wachanga. Anaeleza hapo kwenye Efeso 4:14, anaeleza pale ya kwamba Mungu ameziweka huduma ili kutusaidia tumjue, tumfahamu, tusiwe tena watoto wachanga. Utoto wa mtu sio umri wake tu, bali ni eneo la nini? Ufahamu wake. Anasema ili tusije tukavutwa na upepo wa kila namna. Lakini pia Yesu alieleza sehemu nyingine pia namna ambavyo mtu ambapo akilisikia neno anasema adui huwa anakuja analiiba. Ona Mathayo 13 mstari wa 18 mpaka wa 19, ikiwa ni andiko letu la mwisho na tutaendelea tena wakati mwingine. Mathayo 13 mstari wa 18 mpaka wa 19 anasema, basi ninyi msikilizeni mfano wa mpanzi. 19, kila mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake, huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Yesu anasema mtu anayesikia neno na akazuia asilielewe, shetani huwa ni rahisi kulibeba na kuondoka nalo. Kwa hiyo unaposoma neno ili ujenge msingi imara, ombi lako liwe ni Roho Mtakatifu nijalie kuelewa kile ambacho umemaanisha, kwa sababu kadiri ninavyoelewa ndivyo ambavyo unaweza kulitendea kazi na likalipa matokeo mazuri kwenye maisha yangu. Naomba tusimame.